hayo majina ni ya kwake na imekuja katika Qur'ani kwa namna mbalimbali, na kwa yale ambayo kwamba tuloyasoma kupitia kitabu cha shekhe wetu, wengine ni babu yetu, wengine ni baba yao, wengine ni kaka yao, Sheikh Nuruddin ambaye ameandika maneno hayo katika kitabu ambacho kwamba kiko wazi kabisa alichokiandika yeye mwenyewe Abdul Qadir fi Idahi Tasawuf. Maneno haya yapo pale. Maneno aloanza nayo Sheikh amesema la budda lilmuridi an ya'khudha al-ahada, hapana budi kwa muridi kuchukua ijaza ama kuchukua ahadi. Nini kuchukua ahadi? Nini kuchukua ijaza? Anasema wa huwa ribatun wathiqun baina almutaaqidaini, ni mafungamano na ukweli kati ya wawili ambao kwamba wanaopeana ahadi. Lengo lake nini? Anasema li ta'atillah, ni kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na lingine watazkiyati nafsi, na kuitakasa nafsi, uitakasa nafsi kutokamana na machafu, uitakasa nafsi kutokamana na kumuasi Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati unachukua bai'a. Lakini pale pale kwenye tazkia nafsi kuna kuepukana na ghurur, udanganyifu au madanganyo ya hii dunia, lakini pia watama, na kuwa na tamaa na hii dunia. Sio hivyo, akamalizia akasema wa waswasati iblis, na wasiwasi wa ibilisi katika masala ya khair. Anapokuwa mtu amechukua ijaza, amechukua ahadi mbele ya shekhi, ajue tayari kila alichokifanya ni kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupita kwa shekhi wake. Na haya yamefanywa hivyo. Shekhi akaeleza akasema walam yakun ittikhadhu sufia, haikuwa wamejalia watu wa sufia huku kuchukua ijaza kwamba ni jambo la bid'a, ni jambo la uzushi katika utungo wa mwanadamu, namna alivyo yeye mwenyewe katika masala yake, namna ilivyokaa. Fasufia, upande wa masufia, masala ya kuchukua ahadi ama kuchukua ijaza, wa huwa yasirun mutarassima, ni wepesi wa mpangilio ambao kwamba ulowekwa hadi ya Qur'ani wa kuifuata Qur'ani wal anbiya na kuwafuata mitume katika jambo hili. Haya tunayasoma na yako wazi na yako dhahir kwamba tunavochukua ijaza sio tu ni sisi tunaifanya kuchukua ijaza. Haya yamefanywa ni mitume waliotangulia, lakini sio mitume tu, na wengine pamoja na maswahaba wamefanya jambo hili. Na hapa ndipo tunapoanzia kwamba mmoja ya mitume ambao kwamba alofanya bai'a pamoja na watu wake ni Nabii Musa alayhi salam. Rejea suratul Maida katika aya ya 12, pale alipokuwa Nabii Musa akhadha almithaqa ala qaumi, alichukua ijaza, alifanya ahadi pamoja na watu wake. Wa ba'atha Allahu mahu 12 naqiba, Mwenyezi Mungu akawa amempeleka pamoja naye kikundi cha watu 12. Mwenyezi Mungu akawaahidi kwa sababu ya kuchukua ahadi na kuchukua ijaza, akasema inni ma'akum, mimi niko pamoja nanyi, lakini kwa sharti in aqamtumus salata, ikiwa mtasimamisha swala. Unapokuwa umechukua ahadi ufahamu kwamba ibada ni yako wewe. Unapochukua ijaza ufahamu yale ambayo kwamba anayataka Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam udumu nayo. Inni ma'akum, Mwenyezi Mungu awaambia watu wa Nabii Musa, inni ma'akum, mimi niko pamoja nanyi, lakini ala shart in aqamtumus salata, ikiwa mtasimamisha sala, wa ataitumuz zakata, na mkifikisha kiwango mtoe zaka, wa amantum birusuli, lakini sio hivyo tu, mkawaamini mitume wangu, wa azartumuhum, mkawatukuza, mkawaheshimu, mkawasikiliza, la ukaffiranna ankum sayiatikum,
nitakufutieni madhambi yenu, kwa maana kafara ya haya ambayo kwamba mnayofanya ya kufanya ibada na hivi na mkachukua ahadi, Mwenyezi Mungu atakufutieni madhambi yenu, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Lakini sio hivyo tu, nitakuingizeni katika pepo yangu ambayo chini yake inapita mito. Hii ni watu wa Nabii Musa wanaambiwa. Huyu ni mtume wa kwanza ambao tumemuona, na ni al-ikhtisari tu, sio kana kwamba ni huyu na wengine. Lakini sio huyu tu. Rejea katika suratu Ali Imran aya ya 52. Mwenyezi Mungu hili swala la ijaza limepita kwa Nabii Isa alayhi salam pala aliposema, man ansari ila Allah, ni nani atakayekuwa kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, mahawariyina wakasema sisi tutamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni Nabii Isa na watu wake, nahnu ansarullah, sisi tutakuwa ni wenye kumnusuru Mwenyezi Mungu. Kwanza amanna billah, tumemwamini Mwenyezi Mungu. Washhad bi anna muslimun, nashuhudia wewe Nabii Isa wewe kwamba sisi ni Waislamu. Hawa ni mitume wanaofanya ijaza, wanaofanya bai'a na watu wao. Hawa ni kwa kufupiliza kwamba hawa ni katika mitume. Turejee kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ambaye kwake haya masala sisi ndio yanaendelea mpaka leo. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika da'wa zake ameanza kupeana ahadi na watu wake katika kipindi cha kwanza baada ya mtume kutokea vurugu za pale Maka. Wakati anataka kwenda Madina, kabla ya kwenda Madina alimtuma Mus'ab ibn Umair, akaenda pale Madina akafanya kazi ya da'wa ya kulingania. Wameingia watu 12 ambao walitoka Madina kwenda mpaka Maka alipo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ausi wakiwa wawili, Khazraj wakiwa 10, jumla 12. Wakaenda mpaka Maka, wakachukua ahadi mbele ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kile kitendo cha kupewa ahadi mbele ya mtume, wakarudi Madina. Walivorudi, kila mmoja akasambaza khairi iliyopo ndani ya Uislamu, wakaeleza mazuri yaliyoko katika ndani ya Uislamu. Na hata makhalifa na muridi wanapochukua ahadi, wanapokuwa katika sehemu zao, kazi yao kubwa ni kumtangaza Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Walipokwenda wale 12, kila nyumba likaenea suala la Uislamu na hivi na hivi na hivi, mpaka walipokwenda kwa mara ya pili wamekwenda watu 73 na wanawake wakiwemo katika kupewa ahadi. Wakaenda kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wakapokea ijaza mbele ya mtume na wakarudi. Uislamu ukaenea na mtume akahamia Madina. Hiyo ni bai'a ya kwanza na ya pili ambazo ni za kawaida. Lakini kuna bai'a kubwa ambayo ameifanya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na hii inatokea ni mwaka wa 6 Hijria ndio imetokea hiyo, ambayo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tunasomea kwenye Qur'ani kila siku, laqad sadaka Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulan, mpaka mwisho ile haya namna ilivyokuja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliona kwamba yeye katika njozi zake aliona ameelekea Maka wakati yuko Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuona lile jambo na ndoto za mitume ni hakika, mtume akaandaa yeye pamoja na maswahaba zake takriban watu 1500 kwenda kwa ajili ya umra, si kwa ajili ya jambo lingine. Walipofika mahala panapoitwa Hudaybiyah, pale mahala kwenye ule mti wakapumzika. Lakini Makuraishi baada ya kusikia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja pamoja na watu wake na walikuwa na vita naye, wakaandaa watu kwanza wamzuie mtume, lakini pia wakatuma watu waende kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakaulize nini sababu ya kuja Maka, anakuja kufanya nini. Hawafahamu, wanataka kujua kama ni vita wafahamu, kama sio vita wajua watafanya nini. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Uthman ibn Affan, yasemekana na watu wawili wakawa watatu, waende Maka wakawaambia wale Makuraish, sisi tumekuja mu'tamiran, tumekuja kwa ajili, mimi nimekuja kwa ajili ya umra tu, laysa muhariban, mimi siji kwa ajili ya kupigana wala hivi. Lakini wakati huo wao Makuraish wamemtuma huyu sahaba Huratu bin Mas'ud al-Thaqafi, huyu ndo alokuja kwa mtume akamwambia Muhammad, wewe umekusanya watu wa Madina lakini na watu wa Maka ambao umetoka nao Maka,
unakwenda Maka kufanya nini? Wataka kwenda kufanya fitna au wataka kushughulika na nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi nimekuja na watu wangu, lengo langu ni kwa ajili ya kufanya umra, si kwa ajili ya kufanya jambo lolote, wala si kwa ajili ya mapigano. Lakini Urwa ibn Mas'ud Thaqafi alipoona yale wanaofanya masahaba kwa mtume, akizungumza mtume wanainama, hawamtizami. Lakini sio hivyo tu, mtume akitawadha, hata yale maji anayotawadhia wao wanachukua, wanajipaka katika mikono yao na miili yao, na yale mengi mazuri wanayofanya. Akasema, ama tumeona wafalme wengi, lakini hatujaona ufalme kama huu alionao mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akarudi kwa watu wake akawaambia, yale ninayoyaona sijawahi kuona kwa mfalme yoyote. Wamepita wafalme wengi, lakini sikuyaona kama haya. Mimi mnaonaje nyinyi muingie katika dini hii alionayo? Wakaachana naye, wakamzuia Uthmani pamoja na wale waliokwenda naye, wakamweka jela ndani kwamba asirudi. Huku mtume yuko na masahaba chini ya mti, amekaa anasubiria kitaendelea nini, kwa sababu tayari amepokea ule uzuizi wa kuto kuingia Maka, kwamba makafiri wameapa hata ingia Maka kwa mwaka ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada wakati amepumzika, zikaja habari kwamba Uthmani alishauliwa. Kama Uthmani kaishauliwa, masahaba bado ndo Uislamu unaingia, nguvu yake watu wanakuwa bado wako chini, wanakuwa wanaogaoga. Baadhi yao yasemekana walikimbia. Mtume baada ya kuona kile kitendo cha watu wengine wanakuwa wanatata, hawaelewi cha kufanya, basi mtume akawaita chini ya mti. Pala alipowaita ndio sasa akaanza kuwapa ijaza mmoja baada ya mwingine. Walichukua ahadi mbele ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, takriban watu 1400 kwa mujibu wa Sheikh Nuruddin alivyoandika katika kitabu chake hicho, kwamba watu 1400 wamechukua katika ile bai'a. Baadhi tunavyosoma katika vitabu vyetu inaitwa bai'atur ridwan. Ndio watu walikuwa 1400 wakakaa mbele ya mtume, na wa kwanza aliopokea ijaza mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Sanan al-Asadi, ambaye ni ndugu yake na Ukasha. Yeye akasogea akapokea ijaza, akasogea mwingine, akasogea mwingine, 1400. Angalia idadi kubwa ya watu waliopokea ahadi mbele ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini Uthmani bado yuko kule, na mtume anafahamu Uthmani hajauliwa, japokuwa zinazukazuka. Mtume akashika mkono wake wa kushoto. Sisi ukikaa mbele ya shekhe ndo unapewa ijaza, au yule khalifa aloruhusiwa ndo unapokea ijaza. Alichokifanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Uthmani ibn Affan, alishika mkono wake wa kushoto namna hii kwa mkono wa kulia, akasema, Mwenyezi Mungu, na hii bai'a hii na hii ijaza hii ni kwa ajili ya Uthman ibn Affan. Yuko Maka wakati huo, na yeye mtume yuko na masahaba zake, huku Hudaibia ametulia na masahaba zake. Hizi ndio taratibu za kupata ijaza kutoka kwa mashekhe zetu. Na hapa kabla ya kuendelea mbele, namna ya wewe unavyotakiwa unaposoma shadhil, watu wengi wanafundisha shadhil, watu wengi wanasoma shadhil. Ukisoma shadhil bila kupokea ijaza, wewe unaitwa mwanafunzi wa shadhil au mpenzi wa shadhil. Ukishapewa ijaza, wewe unaitwa muridu shadhil. Yale mengine yote anayetakiwa kufanyia muridi, ima umekufa, ima wewe una jambo la kwako unataka kufanyia wadhifa, na hivi watakufanyia yote yale yanatakiwa kwa muridi. Ama ukasoma shadhil lakini usipewe ijaza, ukifariki tutakusomea salatul mudharia kwa mapenzi tu hivi ili ahudhurie mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lakini wadhifa hatutakusomea kwa sababu ada anayosomea wadhifa ni anayopewa ijaza. Lakini baada ya kuwa muridi, mashekhe wakitazama kwa macho yao, ambao ndio ile kasida tumesomewa, qulubul arifina laha uyunun tara ma la yarahu an-nadhirun wa alsidatun bi asrarin tunaji taqibu anil kiramil katibin. Hao ni ibadun akhlasu bi sirrin danaw minhu wa saru wasilin. Hawa wakikuangalia kwamba huyu anafaa tumpe ijaza ya kuwa khalifa, ndio unapewa ijaza. Ama hapa tunaweza kuwa tuna walimu wengi ni wasimamizi wa madarasa, ni wasimamizi wa vituo vya shadhili, sio khalifa wa shadhili. Yani ukishapewa ijaza unakuwa muridi, kuna kupanda daraja. Baada ya kuwa muridi utapewa tena ya kuwa khalifa. Ukishakuwa khalifa ndio mashekhe wa tena wataangalia. Shekhe hasa kwa sababu ndio kazi yake, ataangalia sasa hapa huyu anafaa tumpe ukhalifa wa kutoa ijaza. Yani itakiwa upite kwenye ijaza 3. Ya kwanza kuwa muridi,
ya pili kuwa khalifa, halafu ya tatu ndio utachaguliwa sasa kuwa wewe ni wa kutoa ijaza, na ni wachache. Na wala haangaliwi alohifadhi dhikri sana, haangaliwi aliye na madarasa kubwa sana, haangaliwi aliyesoma sana. Wao watakao muona huyu anafaa kutoa ijaza katika muridi wetu na makhalifa wetu, tutampa atoe ijaza. Na ndio taratibu zilivyokaa pale katika bai'a ile. Masahaba 1400 wamepewa ijaza. Mwenyezi Mungu akasema kuambia katika suratul Fatih aya ya 10, Mwenyezi Mungu anasema kwamba innal ladhina yubayi'unak, wewe mtume, wewe Muhammad, wewe innal ladhina yubayi'unak, hakika wale ambao kwamba wanafanya bai'a kwako wewe, wanafanya ahadi kwako wewe, inma yubayi'una Allah, si vinginevyo wanafanya ahadi na Mwenyezi Mungu. Unapokaa mbele shekhe wachukua ijaza, shekhe ni wakala tu, lakini ujue ni wewe mwenyewe unatakasa nafsi yako, ni wewe mwenyewe unajiweka kwamba mimi nitakuwa ni mtu wa kushughulika na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sasa kile kitendo ambacho kwamba walichokaa pale wale masahaba walipokaa pale wanachukua ile ijaza, Mwenyezi Mungu anawaambia innal ladhina yubayi'unak, hakika wale ambao kwamba yubayi'unak, wanaofanya ahadi na wewe mtume, wanaochukua ahadi kwako wewe mtume, inma yubayi'una Allah, si vinginevyo wanafanya ahadi na Mwenyezi Mungu. Yadullahi fawqa aydihim, nguvu ya Mwenyezi Mungu, tasarrufu ya Mwenyezi Mungu, uwezo wa Mwenyezi Mungu, nusura ya Mwenyezi Mungu iko juu ya mikono yao. Yani pale wewe umeshikana mkono na shekhe kwamba anakuambia maneno, nimekupa ijaza hii na kadha na kadha na kadha, unafikiri wafanya ahadi na shehe, kumbe unafanya ahadi na Mwenyezi Mungu kupitia hii suratul Fatih aya 10. Faman nakatha fa inna ma yankuthu ala nafsi. Sasa baada ya kuchukua ijaza ukaacha wewe yale mambo ya muridi yanayatakiwa, ukaacha yale uliyowekea ahadi kwamba utamtii Mwenyezi Mungu lakini utamtii Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ukaacha yale, faman nakatha fa inna ma yankuthu ala nafsi, atakayevunja atakuwa yeye mwenyewe amejivunjia na amejiharibia yeye mwenyewe. Waman awfa bima ahada Allahu alayhi, ama yule ambaye kwamba atatekeleza yale ambayo kwamba amefanya ahadi nayo mbele ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anatangaza, anasema fasanuutihi ajran adhima, tutampa malipo yaliyo makubwa kwa kufanya hivyo. Sisi muridi baada ya kuchukua ijaza tukawa muridi wa kweli kweli, tukawa tuko sawa sawa, cha kwanza tutekeleze, lakini cha pili tudumu na yale ambayo kwamba tulochukulia ahadi. Unachukua ijaza huna wadhifa, unachukua ijaza huna uradi, unachukua ijaza huna msaada na shekhe, unachukua ijaza huko karibu na tarika, wewe unajiita ni muridi shadhili, utakuwa ni maturudu kwa sababu uko mbali na yale ambayo kwamba uliofanya nayo ahadi. Leo hii tunaona katika hali ya kawaida, japokuwa tuko katika siasa, waziri yoyote akiapishwa, baada ya kuapishwa anatakiwa ashughulikie ile wizara yake. Asiposhughulikia, sheria inasema wale rais anaona huyu hafai, tuweke mwingine kwa sababu hafanyi ile kazi yake. Na wewe muridi baada ya kuchukua ijaza ufanye yale ambayo kwamba inatakiwa baada ya kuchukua ijaza. Ndio Mwenyezi Mungu akasema fasanuutihi ajran adhima, kwamba tutampa malipo yaliyo makubwa kwa kufanya hivyo. Lakini kwa sababu wao hawa ndio wanaotufundisha na kukupitia kwao na kuwaelewa wao na kuwasikiliza wao, ndio hawa wakasema kwamba idha radhau bi ahlul isal, madhali wao wanafahamu haya masala na wakatupa namna yake ya kuchukua ijaza, namna ya kuchukua ahadi, tukawa pamoja nao, fafiri dhahuri dhalbari, wakituridhia wao hawa mashekhe tulionao, viongozi tulionao, ndo radhi za Mwenyezi Mungu. Mungu anasemaje? Suratul Fatih aya ya 18, Mwenyezi Mungu akasema laqad radiyallahu anil mu'minin, Mwenyezi Mungu kwa hakika amewaridhia waumini, idh yubayi'unaka tahta ash-shajar, pale tu walipofanya bai'a, walipofanya ahadi mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam chini ya mti, Mwenyezi Mungu akawaridhia. Na sisi kwa kufanya ahadi mbele ya mashekhe zetu, mbele ya viongozi wetu wale ambao kwamba wamewekwa kutupa ijaza, basi tutakuwa tumeridhiwa. Kwa kumalizia maneno yangu, moja ya masiku katika mwaka jana
palitokea masala kama haya na wewe naweza kukutokea. Alifariki mmoja ya muridi Shadhili kule kwetu Kondoa, wala si kwingine, lakini wakati huo yule ambaye tumewekewa hayupo, yuko safarini. Tukaona tufanye nini? Kilichofanyika ni kupiga simu jumla. Jana tuliambiwa na Sheikh Muhammad Hafidh kwamba ukiwa na jambo wewe mtafute tu shekhe, hana neno, yani utaongea naye bila shida. Shekhe, tulikuwa na mtu ambaye ni Shadhili, lakini huyu mtu yeye baada ya kupewa ijaza alikuja akaritadi. Baada ya kuritadi tena akarudi kwenye Uislamu, tumfanyie ile anayetakiwa katika muridi. Akaniambia ngoje kwanza wewe Isa, hivi kati ya ijaza na Uislamu kinatangulia nini? Nikamwambia Sheikh, unatangulia Uislamu. Akaniambia hakuna ijaza hapo, huyo baada ya kusilimu inatakiwa apewe tena ijaza upya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.